ili tukuone. Macho yetu ili tukuone. Fungua macho yetu Mungu Baba ili tukuone. Mtumishi wa Mungu kwenye Biblia, jina la mtu huyo ni Elisha. Alikuwepo na mfalme wa Shamu aliyepigana vita na nchi ya Israeli, na huko Israeli alikuwepo mtu aliyemcha Elisha. Mfalme wa Shamu alikuwa hodari wa vita, alifanya mipango yake mikubwa ili aipige nchi ya Israeli, lakini kila alichojaribu kufanya alishindwa. Alijaribu kufanya tena na tena, alishindwa. Mfalme wa Shamu akabadilika, akawaita wale askari wake, akasema, niambieni leo, ni nani kati yenu anayemsafiri? Ni nani kati yenu yuko upande wa Israeli? Askari wake wakamwambia, la, bwana wetu, sisi tuko upande wako, wala hatuko kinyume chako. Lakini ile nchi ya Israeli kuna mtu anaitwa Elisha. Mtu huyu ni mtumishi wa Mungu. Kila unapopanga mipango yako kwa siri, yeye huijua. Huenda kumwambia mfalme wa Israeli, na mfalme akajipanga, tukashindwa kushinda vita. Mfalme wa Shamu aliposikia neno hilo, shia vita, akaenda kwa Elisha. Mtumishi wa Elisha aliponiona jeshi lile. Mungu Baba, umesema wanawake wa jeshi kubwa watangaza habari njema za ufalme. Mungu mwaminifu, mtakatifu, uishie milele. Asante Baba kwa ajili ya watoto wako hao. Tazama Mungu mwaminifu, waliketi chini na kupanga mawazo Baba kumtegemeza nyumba ya mtumishi wako. Baba wa mbinguni, mfalme wa amani, kweli Baba, neno lako Mungu likapate kusimama ndani ya mioyo yao, ya kwamba ni wamama jeshi kubwa watangazao habari njema. Likatayabosha ete likatarabosha. Baba uwabariki Baba, usiwache Baba, usiwapite Baba, ninakusihi, bariki mikono yao, bariki mifuko yao, bariki vikapu vyao, bariki Bwana nyumba zao, bariki na ndoa zao, bariki ambao Mungu amekuwa bega kwa bega pamoja nao. Asante Yesu wa mbinguni. Baba, wabariki wa mama hao, bariki Bwana wa mama hao, bariki umoja wao, ukazidi kuwa na mshikamano, kazidi kuwa na nguvu. Wabariki Baba, usiwapite Baba, usiwaache. Tazama Bwana, wametoa si kwa sababu Mungu kwamba Bwana wanavyobidi, ni kwa sababu wamesikia ndani ya mioyo yao. Ndio maana Baba wamekutolea, ndio maana Baba wamefanya hivi, wamefanya hivi kwa mtumishi wako Baba. Nakusihi, naomba wabariki, bariki maisha yao, bariki nyumba zao, ukawape amani kwenye maisha yao, ukawape uponyaji mahali hapana uponyaji. Baba, ninakusihi na kuomba
ukabariki maisha yao, bariki nyumba zao, bariki watoto wao, bariki matumbo yao ya uzazi, ukawabariki, ukawabariki Yesu, Yesu, Yesu. Ninakusihi Baba, ukawajaze, ukawazidishe, ukawaongeze Bwana, pamoja kwa kupenda kwao, kwa kufanya kwao kwa moyo wao mmoja. Baba, unganisha roho zao zikawe kama ya mtu mmoja, na kanisa la Mungu wakakuone wewe, wakazidi kustawi, wakazidi kuongezeka, wape kuwa na upendo, wape kuwa na umoja, wape kuwa na nguvu, wape kuwa na mshikamano, wape kuwa na uvuto mbele za uso wako, wape kuwa na kibali mbele zako. Roho Mtakatifu, Baba, asante kwa ajili ya hao na wengine hawako hapa Mungu, lakini walijitoa. Wengine wape Bwana, walishiriki kwa mawazo yao. Bariki na waume zao, bariki Bwana nyumba zao, bariki vyanzo vya mapato yao. Wajaze na Roho wako, wape yaliyo matamanio ya mioyo yao, wape yaliyo matamanio ya mioyo yao, wape yaliyo matamanio ya mioyo yao. Yesu, wape yaliyo matamanio ya mioyo yao. Asante Yesu. Bwana Baba, wewe unajua jinsi wanavyotamani kwenye maisha yao. Wabariki Baba, wabariki Baba, wabariki na mabinti zao na vijana wao Bwana, wafate kielelezo cha baba zao na baba zao. Yesu, asante Bwana, nimepokea zawadi Baba kwa shukrani, kwa moyo wa kupenda na kuchangamka mbele zako. Ninakushukuru Bwana kwa ajili ya zawadi hii iliyotoka kwa watoto wako hawa Mungu. Baba, ninakushukuru Baba, ninakushukuru kwa ajili yao, ninakushukuru Baba kwa ajili yao, ninakushukuru kwa ajili yao Bwana. Mimi sikuchangia neno juu yao. Ninakushukuru Bwana kwa ajili ya viongozi Baba, nakushukuru kwa ajili ya mama wote, nakushukuru pia kwa ajili ya waume zao. Na Mungu, najua tu wameshiriki pamoja. Baba, asante Bwana, asante kwa ajili ya zawadi hii. Ninaiweka mikononi mwako Bwana. Baba, ukaitaka bali ikafanyike baraka, ikafanyike daraja Baba mbele za watoto wako.
Baba ninakushukuru, Baba ninakuinua. Asante Mfalme mwema, katika jina la Yesu Kristo. Mungu wa mbinguni awabariki. Mungu wa Baba Bwana wetu Yesu Kristo awape nguvu. Mungu awape neema ya kutosha pale mnapoingia na pale mnatoka. Mungu awaongeze maradufu. Mungu azidi kuwashika. Mungu akawape neema kubwa. Wale mtakaenda kujifungua, wala msione uchungu tena. Ikawa ni mapema, ikawa ni haraka, kwa utukufu katika jina la Yesu. Baba mwema, kawape nguvu, kawape ujasiri, kawape nguvu ya kushinda, kawape nguvu ya kumiliki zaidi katika jina la Yesu. Nami ninaomba na kuwabariki katika jina la Yesu Kristo nimeomba haya. Amen. Amen. Amina, amina. Bwana Yesu asifiwe mama. Bwana Yesu asifiwe mama. Wamama ni jeshi kubwa. Wamama ni jeshi kubwa. Hakika mmegusa moyo wa Mungu. Mungu awabariki. Sina cha kuambia na sina cha kusema, ila Mungu aishie milele. Mungu awabariki pale mlipojitoa na kukujima. Mungu awazidishie. Bwana Yesu, Mungu wa mbingu ketie mahali pa juu, ninaliinua jina lako takatifu. Mungu Elshadai, tazama wamama wako Baba pale walipojinyima Bwana na kutenda ile ahadi Baba aliyonenea ndani ya mioyo yao. Roho Mtakatifu wabariki wamama hawa Bwana pale waliponyosha mikono yao, pale waliponyosha moyo wao Baba, ukaonekanie Jehova. Baba usiwapite Jehova, mfalme wa amani. Baba wakumbuke katika enzi yako, wakumbuke mara kumbukumbu ndani ya mtumwa wako Jehova, wakumbuke wana wako Jehova, wakumbuke Baba, wakumbuke watoto wako mfalme wa amani. Onekana juu yao mfalme wa amani. Ninakushukuru kwa madhabahu yako. Ninasema asante maana ni Baba. Ninasema asante maana ni Baba. Tazama wana wako Baba wametenda makuu. Bwana wakumbatie. Baba wakumbatie wana wako. Wafunike Bwana kwa mbawa zako. Wafunike kwenye damu yako ya thamani. Wafunike kila napoitwa leo Jehova. Ninakushukuru Baba kwa zawadi mfalme. Nimeipokea kwa moyo na mikono miwili. Baba wabariki sana mapenzi yako mfalme, katika jina la Yesu Kristo ninaomba na kushukuru. Bwana Yesu, mbarikiwe sana wamama, mbarikiwe sana zaidi ya sana, maana sauti yangu kwako ni ndogo. Mungu awabariki zaidi, mbarikiwe sana.